vipi Tanzania, mambo vipi Rukwa, langu jina naitwa Alex Filmoni, natokea Nyanda Kusini Tanzania, Sumbawanga mjini ndo nyumbani. CEO wa Ruche Media. Leo tumekutana na mmoja hivi maarufu anasumbua sana mkoa wa Rukwa, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii. Isiwe na maneno mengi, moja kwa moja tuende kwake. Madam, naitwa nani? Majina naitwa MC Tamari. Unaitwa MC Tamari? Kwa nini uliamua kutumia jina la Tamari na si jina lingine kama wanavyotumia watu maarufu, majina yanayo sound? Yaani jina la Tamari lina maana nzuri sana na nalipenda kwa sababu bibi yangu anaitwa Tamari. Okay, Tamari maana yake nini? Malkia. Malkia wa nguvu. Malaika. Malkia. Hongera sana. Tamari anapokuwa nyumbani ni mtu wa aina gani? Mimi ninapokuwa nyumbani napenda sana kuishi maisha ya kawaida. Okay. Yaani kiujumla napenda kuishi na mtu wa aina yote ile. Mwenye hali ya chini, mwenye hali ya juu. Okay. Wote ni marafiki zangu pia. Hongera sana. Asante. Turudi kwenye MC. Umesema unaitwa MC Tamari. Kazi ya MC, nani alikushawishi mpaka ukaingia kwenye kazi hii? Maana kuna sehemu nyingine pia unaweza ukafanya na ukawa maarufu lakini pia ukajipatia fedha. Bongo movie, lakini pia uimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia uimbaji wa bongo flava. Tunaona wanawake pia wanafanya vizuri. Kwa nini uliamua kuingia kwenye UMC? Yaani kwenye UMC sikushawishiwa na mtu yoyote. Okay. Ila zaidi nilikuwa napenda mimi mwenyewe. Na nilipanga kabisa kwamba baada ya miaka kadhaa nitakuwa MC. Nisipokuwa MC nitakuwa mtangazaji. Okay. Yaani ni kitu ambacho kilikuwa bado kipo kwenye damu. Okay. Ulizaliwa nayo hiyo nani tuseme kipawa, au uliona mtu fulani anafanya ndio ukaamua kushawishika kufanya kwa sababu umemuona mtu fulani labda anafanya vizuri kwenye stage lakini kwenye maharusi, mashughuli mbalimbali, au ni hobby ambayo umezaliwa nayo kabisa? Yaani mimi kazi ya MC nilikuwa naipenda toka muda mrefu sana. Okay. Ila nilipokuja kumuona MC mmoja hivi wa kiume wa Mwanza anaitwa MC Baruti. Yule MC ndo amenifanya mpaka mimi nimekuwa MC. Kwa sababu sherehe zake anapozifanya yeye, yani zinavutia sana. Ndio mtu ambaye alinipa ushawishi mkubwa sana mpaka nikafanya hii kazi. Okay. Nilikuwa nikimpigia simu, namwambia kaka, mimi natamani sana niwe kama wewe. Ananielekeza, anasema Tamari fanya hivi, pita huku. Ndio nikaanza hivyo. Kwa Sumbawanga kazi ya MC inalipa? Kazi ya MC kwa Sumbawanga inatulipa pia. Inalipa? Inalipa sana. Okay. Hasa pale unapofanya vizuri, au ni mtu yote anaweza kawa MC na akapewa deals, au kuna vigezo pia ambavyo unatakiwa kumpelekea mtu aweze kulipwa? Hapana. So kwamba kila mtu yote yule anaweza akafanya kazi ya MC. Unajua unapotakiwa kuwa MC, inatakiwa kitu cha kwanza uishi vizuri sana na watu. Ndio. Kwa hii kazi jinsi ilivyo. Alafu sasa na changamoto nyingine ambayo unaweza kusema labda kwamba kila mtu anasema kwamba anaweza kupata hela kupitia hiyo kazi. Hapana, mimi nakataa. Yaani unavyohost wewe vizuri vile ndio unavyopata na kazi nyingine. Okay. Kwa sababu siwezi kusema kwamba natoka naenda kufanya labda sherehe, kwenda kuhost labda harusi, nafika pale na sherehesha ovyo tu kwamba siku nyingine wanaweza kaniita tena. Hapana. Inatakiwa wanavyoitwa pale nifanye kitu kizuri, watu wachukue namba yangu, waniite tena kufanya tena shughuli. Okay, hongera sana. Lengo letu sisi kama Ruche Media kwa ziada ilikuwa ni kukuita, lakini pia kuweza kukupongeza kwa tuzo ambayo umeweza kupata. Siku 2, 3, 4 zimepita nyuma. Wanasema Mwasu Award 2025. Wanasema the best female MC. Hongera sana, season 3. Asante. Hongera sana. Sisi kama Ruche tukaona tukutafute, lakini pia uweze kutueleza ipi siri ya mafanikio ambayo ilipelekea mpaka ukaweza kupata tuzo. Maana kulikuwa na mchakato pia wa kupigiwa kura. Yaani kitu cha kwanza kilichonifanya mpaka mimi nikachukua hii tuzo. Nilikuwa na watu wengi sana walikuwa wananipigia mimi kura. Okay. Kwa sababu hata mimi pia, yani nilikuwa kabla sijapiga mswaki, naamka vile, nachukua simu yangu, ninajipigia kula, nina screenshot zile nani ambazo nimewapigia wenzangu kula na watumia, nawaambia naombeni na mimi nipigie kula kwa wale ambao
walikuwa na wenyewe ndio wanagombea. Alafu kwa wale watu wa kawaida nilikuwa najitahidi sana kuwafuata inbox, kuambia naombeni mnipigie kula, wengine wanapigia kabisa simu naombeni mnipigie kula. Kwa wale wengine ambao tunafanya nao biashara, nilichokifanya nilikuwa naogopa kula zangu zitapotea. Kwa mle soko kubwa, kwa sababu mimi nafanya biashara mle soko kubwa, nilichokifanya na lile soko hamna mtu ambaye nimewahi kugombana naye kiujumla. Kwa hiyo watu wengi wale ambao niliwapatia link yangu, nilichokuwa naogopa labda kula zangu zaweza zikapotea, nilikuwa naenda kushika simu mimi mwenyewe, naomba simu yako nipige kula. Ninaingia kule najipigia kula, kila duka nilikuwa napita. Safi sana. Kwa hiyo nilikuwa na imani kabisa na hiki kitu kwamba nitakipata. Kulikuwa na kitu kinachoitwa categories. Kwenye categories ya OMC pale, mlikuwa watu wangapi? Kwenye OMC upande wa kike tulikuwa 4. Watu 4. Kati ya watu 4 kuanzia namba 1 mpaka namba 4, kuna mtu yote ambaye alikuwa anakupa hofu na mashaka? Yaani kwangu mimi MC Tamari nilipokuwa najiamini, pale nilikuwa sina wasiwasi. Na nilikuwa simogopi mtu yoyote, au kwamba labda nilikuwa nikikaa na hofia labda MC fulani atachukua. Mimi toka muda nilijua tuzo ni ya kwangu tu. Okay, hongera sana. Asante. Baada ya kupokea tuzo, ni kitu gani ambacho uliweza kujifunza? Yaani nilipopokea kitu cha kwanza hii tuzo, hii nilipoipokea, kitu cha kwanza kinifanya hii tuzo ilinifanya mpaka mimi nikaanza kulia pia. Siku ambayo ndo mkuu wa mkoa amesoma hii tuzo pale mbele, kwenda mimi kwenda kuichukua. Nadhani ilikuwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya. Yaani nililia. Kwa sababu niliona watu wananipenda sana kwenye jamii. Hongera sana. Na kitu kingine kilichonifanya nijifunze kuishi vizuri na watu kupitia hii tuzo. Okay. Yaani wanajamii ni wa kuishi nao vizuri sana, kwa sababu wale ndio wanakufanya unapata kitu fulani ambacho kutegemea kwenye maisha yako. Ningekuwa naishi mimi vibaya na watu, hata hii tuzo nisingeipata. Safi sana. Kuna watu walikuwa wanazungumza baada ya tuzo hizi kuweza kutoka kuwa tuzo ndio zimetoka lakini hazikuwa na bahasha. Wewe baada ya kusikia hayo maneno ulilishukuliaje jambo hili? Yaani kitu cha kwanza